Karibu katika episode ya 9 recap yetu. Tunaendelea pale ambapo tulikuwa tumekomea. Seo Cho alimkumbatia bidada akiamini kwamba kuanzia sasa hivi huenda kukutana kwao itakuwa ngumu sana, kwa sababu anaingia katika majukumu makubwa, kwani hatoendelea tena kuigiza kana kwamba ni maskini, anataka kuonesha utajiri wake. Hasa bidada Minrei alikuwa hajui kwa nini Mwamba siku ya leo alikuwa amemkumbatia sana kiasi kile, mpaka siku ya kesho ilipoweza kufika. Ili anafika tu ofisini anagundua kwamba kuna barua ya Mwamba Seo Cho kuweza kujiuzuru nafasi yake. Mwamba kwenye barua aliwashukuru watu wote kwa ushirikiano mzuri aliokuwa nao kabla, na aliamini kwamba wamemjenga pakubwa sana katika kuijua kamera. Asanteni sana ndugu zangu, lakini najiuzuru nafasi yangu ya ukameramani. Hapo ndipo bidada Minrei alipogundua kwamba ndio maana sababu ya jana jamaa kuweza kumkumbatia kwa muda mrefu, kumbe alikuwa anamuaga kwamba anajiuzuru katika nafasi yake ya ukameramani. Siku zikakimbia sana. Mwamba Seo Cho hakuonekana kabisa katika kampuni, lakini siku ya kesho yake ikawa ndo siku ya Christmas. Bidada akataka kujitoa out siku hiyo kuelekea katika mgawa mmoja maarufu kweli, lakini kama walivyosemaga wahenga, siku ya kufa nyani miti yote huteleza. Siku hiyo hiyo yeye amejitoa out, kumbe katika mgawa huo Mwamba kimshini alikuwa amemleta demu mmoja hivyo wanapiga naye story. Bidada Minrei alirudi nyumbani kinyonge sana, yani mtoko huu wa Christmas hii ulikuwa ni wa kinyonge mpaka kupitiliza. Amerudi nyumbani anagundua kwamba kakake hayupo, yule mwanamke wa miaka ya mbele hayupo, yani kifupi yuko peke yake yani. Lakini kumbe kaka yake alikuwa yuko hospitalini na ana ugonjwa fulani ambao alikuwa hataki kabisa mdogo wake kuja kujua, na alikuwa anauguzwa na yule mwanamke anayetokea miaka ya mbele. Pema palipoweza kukucha, bidada moja kwa moja akamfuata Mwamba kimshini, akamwambia kwamba siku ya jana ulikuwa na mwanamke gani ndio una mahusiano naye yule pale. Lakini Mwamba akasema, mimi unajua kwamba sasa hivi sikupendi, mimi nilikuwa na hisia nawe za muda mfupi tu, lakini nimegundua kwamba nilikuwa sikupendi. Bidada ilijibu liliingia mpaka ndani ya moyo, akaondoka pale akiwa analia. Lakini kesho yake kama walivyosema wahenga, hayawi mwisho wa siku yakawa. Bwana we, Mwamba Seo Cho alikuwa ndo anatambulishwa rasmi kama mwenyekiti wa hii kampuni, na aliyekuwa anamtangaza kuwa mwingine bali alikuwa ni Mwamba kimshini. Hakuna aliamini kwamba mwenyekiti wa kampuni kuanzia sasa hivi atakopo ni Mwamba Seo Cho, mpaka bidada alibaki ameduaa tu. Kila wafanyakazi wote hawaamini kabisa huyu jamaa alikuwa mpiga picha wa kawaida, tulikuwa tunamdharau tu, wakati kundi zima la waandishi wa habari wako katika mduao mkubwa na mshangao wa kustaajabisha. Lakini kwa upande wa bidada Minrei, sio kwamba alikuwa ametokea kumpenda na huyu jamaa, lakini bado alijikuta tu anamchukulia kawaida, akawa anampongeza kwa nafasi hii. Na hii ndio sababu huyu Mwamba anampendaga sana bidada Minrei, kwa sababu huwa hapendi utajiri wa mtu, bali anampenda mtu kama mtu. Mwamba kimshini akiwa anapita katika baadhi ya maeneo ndo akawafuma hao wawili wakiwa wanacheka cheka. Bana we, alijisikia wivu sana, japokuwa alimwambia bidada kwamba ampendi, lakini akawa amepishana naye tu kinamna hiyo, japokuwa alikuwa anaumia. Sherehe yote ilikwenda vizuri kabisa, lakini Seo Cho alihisi kwamba hapa katika kampuni kulikuwa kuna upweke fulani, kwani kuna mtu ni kama alikuwa hayupo. Hakuwa mwingine bali ni bidada Hajun. Ikabidi kumtembelea mpaka nyumbani kwake kwenda kumjulia hali. Hasa Mwamba alipoelekezwa nyumbani kwa kina Hajun, haamini kabisa, yani bidada anaishi katika kibanda umiza, nyumba yao choka mbaya. Alafu bidada alivyo mrembo vile, mbona anaishi katika mazingira magumu hivi? Hata bidada naye alipoweza kumuona Mwamba Seo Cho hakuamini, yani jamaa amepajuaje nyumbani? Mimi sikutaka mtu yote apajue hapa. Bidada Hajun akasema, unipokee tu, haya ndio maisha yangu na huku ndiko ambako nimetokea, japokuwa mnanionaga wakishua sana, lakini mimi ni wa kawaida tu. Mwamba akamwambia kwamba sasa hivi mimi ndio mwenyekiti wa kampuni, naomba urudi ofisini. Lakini bidada Hajun alimfuata huyu mwanamke aliyerudi kutokea katika miaka ya zamani, akasema, yani kitendo cha wewe kurudi katika miaka ya zamani umeharibu mambo mengi sana, kwa sababu kama usingeingilia penzi la Mwamba kimshini pamoja na bidada Minrei, huenda wangeoana na mimi ningepata nafasi ya kuwa na Mwamba Seo Cho. Basi tukirudi tena katika maeneo ya ofisi, bwana watu wamechuniana tu, yani hawasemeshani kabisa. Bidada Minrei pamoja na Mwamba kimshini sasa hivi wakikutana wanapishana tu. Sasa siku za hivi karibuni tumeweza kumwona Mwamba kimshini akiwa anaambatana sana na bidada mmoja hivi. Sasa siku ya leo akiwa katika maeneo tena ya mgawani, hapa tuko na kameramani mmoja alikuwa anapiga picha, na kesho yake picha zikatambaa katika mitandao ya kijamii kwamba hao wawili wana mahusiano. Sasa wakati Mwamba kimshini yuko katika dimbwi kubwa sana la mawazo, ni nani alikuwa amepiga ile picha na kuisambaza katika mitandao ya kijamii, Mwamba Seo Cho akampigia simu kimshini na kumhitaji ofisini kwake. Akawa anampongeza kwa kusema kimshini ni mfanyakazi bora sana katika kampuni na anafurahi sana kufanya naye kazi. Mwamba kimshini hana namna yote, akamshukuru tu bosi wake na akawa anaondoka. Sasa wakati wanaondoka, huwezi kuamini Seo Cho aliweza kumkuta bidada Minrei akiwa analia sana. Yani analia kwa sababu ile picha ambayo imesambaa katika mitandao ya kijamii kimuonesha kimshini na msichana mwingine. Na Mwamba Seo Cho ili kuweza kumfariji bidada akamtoa pale na kumtembeza katika maeneo ya misitu kidogo, na akiwa huko akazidi kumwambia kwamba haijalishi utaumia mara ngapi, lakini kila katikati ya maumivu yako tambua kwamba niko kando yako. Na Mwamba akaongezea kwa kusema kwamba nakupenda kutokea ndani ya moyo wangu. Lakini bidada moyo wake huko kwa Mwamba kimshini anashindwa kabisa kumsahau mtu huyu. Basi shughuli nyingine za kiofisi zikawa zinaendelea kama kawaida, na leo walikuwa wameletewa mavazi mapya kabisa ambayo yalinunuliwa na Mwamba Seo Cho kama mwenyekiti mpya wa kampuni. Bidada kwa sasa yuko nondo, moja kwa moja akaendelea kupiga
kupiga kazi, yani anajifanya kana kwamba hakuna kinachoendelea ndani ya moyo wake, kila kazi anaimaliza kwa wakati. Sasa siku ya leo akiwa anarudi nyumbani nyakati za usiku kidogo, akawa anamsikia kaka yake akiwa anaongea na yule mwanamke wa miaka ya baadaye, na walikuwa wakizungumzia juu ya kifo cha mwamba Kim Shin. Huyu mwanamke anasema, nilipoweza kuolewa na Kim Shin, basi siku moja tu baada ya mtoto wangu kuweza kufariki, huwezi kuamini, baada ya siku 3 kuanzia hapo mwamba Kim Shin naye alikuja kufa. Kwa hiyo mpaka dakika hii mimi ni mjane, niliweza kupoteza mtoto wangu, lakini pia niliweza kupoteza mume wangu. Bidada alipokuwa anayasikia yote akajikuta analia tu. Sasa tukirudi kesho yake katika maeneo ya studio huko, kuna kipindi kilikuwa kinaendelea na mwamba Kim Shin ndio alikuwa anarusha mitambo. Kwa bahati mbaya muongoza vipindi huyu, bahati mbaya tu ni kwamba headphone zake zilikuwa zimeweza kuharibika, ikabidi bidada Mirei aweze kujiongeza. Kwa hiyo akawa anatumia lugha za ishara kuweza kumwelekeza mwamba Kim Shin nini cha kufanya kule mbele ya kamera. Basi bana, ushirikiano wao uliweza kusababisha matunda mazuri, kwani kipindi kilienda vizuri kabisa bila changamoto. Wabongo wanakuambia adui muombe njaa, yani angelikuwa ni mbongo hapo aisee ungejuta, kipindi kingetoka kibaya ili uende kumuomba ushauri. Lakini bidada alipambana kuhakikisha kwamba mwamba anafanya kipindi kizuri licha ya kwamba hawana maelewano mazuri. Aina hii ya ubunifu ambao wameweza kufanya wawili hawa mpaka kipindi kikaenda vizuri ilikuwa imemvutia sana mwenyekiti wa kampuni. Akafika hapa na kuanza kumpongeza bidada Mirei kwa kusema kwamba hongera sana kwa kutumia njia mbadala, lakini kipindi kimeenda vizuri. Lakini dakika hizo hizo mwamba Kim Shin akawa amesimama na kusema kwamba jamani, nastaafu rasmi, ndakuwa sifanyi kazi katika TV yenu. Kila mtu alishangaa sana, na ukumbuke kwamba bidada Mirei anampenda sana jamaa. Akawa amemfuata na kumuuliza, kwani unaacha vipindi vyako? Lakini mwamba akasema, mimi nakutakia maisha ya furaha katika kampuni, sawa, kwa heri. Lakini huwezi kuamini, Kim Shin yule alikuwa anazungumza maneno ya ujasiri, kumbe ndani ya moyo wake analia machozi ya damu. Alijikuta tu ameweza kuketi kando kidogo ya barabara, anawaza vibaya sana. Lakini bidada Mirei akiwa ametoka kumwangalia mwamba Kim Shin, ila anarudi tu ndani, anakutana na Seo Cho akiwa amebeba ua jekundu la lozi. Akamkabidhi bidada, bidada akasema asante. Na mwamba aligundua kabisa kwamba bidada alikuwa na huzuni kubwa, akamchukua pale na kumpeleka katika eneo fulani hivi la mgahawa. Wakati huu bidada alikuwa analia tu, mwamba akachukua leso yake akamfuta bidada machozi, ila hawakuamini kabisa kesho yake kwamba kuna taarifa zimetapakaa hapa kwenye kampuni kwamba bidada Mirei anatembea na Seo Cho. Sasa bidada ili kuweza kuuzima kabisa huo uvumi, alikuwa bize tu na kazi wala hakutaka kujibu. Sasa huwezi kuamini, kutokea siku ambayo mwamba Seo Cho amechukua wenyekiti wa kampuni, kidogo heshima imepungua, lakini pia hata mapato ya kampuni yamepungua kidogo, kwani hawa wazee wa bodi wamekuwa wakimzalauzalau na hawamuonyeshi heshima kama mwenyekiti kwa sababu ya umri wake. Ikabidi kumpigia bidada Mirei kumwomba ushauri, lakini bidada Mirei akasema siwezi nikakutana na wewe katika eneo la kampuni kwa sababu kuna uvumi na maneno yanaendelea kwamba eti mimi na wewe tuna mahusiano. Basi mwamba Seo Cho akasema nitakuja nyumbani kwenu. Ni kweli kabisa, nyakati za usiku mwamba akatimba nyumbani kwa kina bidada Mirei. Basi baada ya kula sana misosi nyakati hizo za usiku, mwamba Seo Cho aliomba kutumia chumba cha bidada Mirei. Basi akaweza kulala katika kitanda na akasema kwamba kama ningelikuwa nina nafasi ya kuchagua, ningechagua maisha ya kawaida kama maisha yako. Bidada Mirei kila anapomtazama Seo Cho anasema kwamba huyu ni mwanaume mwenye sifa zote, lakini kama ningelikuwa na uwezo wa kuamrisha moyo, basi ningeuamuru umpende Seo Cho. Lakini ndio hivyo tena, bidada anampenda Kim Shin. Sasa kesho yake mwamba Julian kaka yake na bidada Mirei alikuwa amekutana na Kim Shin, akaanza kumpa siri yake ambayo inamtesa ndani ya moyo. Akasema bana, unajua mimi nina kansa, ila kansa ya stage ya kwanza, lakini unaweza ukaniambia utendaji wangu wa kazi ulikupo vipi, ili angalau kidogo nijitathmini namna ambavyo nilikuwa nikifanya kazi. Sasa kabla mwamba Kim Shin hajamwambia jamaa alikuwa anafanyaje kazi, hapa tu simu yake ikawa inaita, na hii simu ilikuwa inaitwa na bidada Sojin akimhitaji mwamba aende kutembelea duka fulani hivi la nguo, kwani kuna zawadi anataka kumpatia. Mwamba ikabidi kumfuata bidada Sojin. Kumbe katika eneo hilo hilo ambao bidada Sojin ananua nguo ndio eneo ambalo mwamba Seo Cho alikuwa ameambatana na bidada Mirei wananua nguo pia. Mwamba Seo Cho alipogundua kwamba hapa Kim Shin yupo, basi akawa anamchepusha bidada Mirei asiweze kumwona Kim Shin kabisa. Na bidada Mirei alipoweza kurudi nyumbani, alirudi na zawadi nyingi sana. Akarudi na zawadi kwa ajili ya kaka yake, lakini na zawadi kwa ajili ya huyu mwanamke aliyetokea katika maisha ya baadaye. Lakini huyu mwanamke alipenda sana hii zawadi na akasema kwamba mimi sina muda mwingi wa kuendelea kubakia katika miaka ya zamani. Basi ikabidi kukusanyika wawili watatu hapa, wakapiga picha ya pamoja angalau kuweka kumbukumbu. Sasa leo tena bana, kulikuwa kuna party ambayo ilikuwa imeandaliwa na waandishi wa habari, wote walikuwa wamekusanyika sehemu moja. Sasa Seo Cho haya ndio alikupa mambo yake, akajifanya kama kameramani, akarudi hapa na kusema jamani, mimi naomba mnichukulie kama kameramani, nimekuja kushiriki party kama kawaida. Sawa jamani. Basi watu wote walifurahi kweli kuona wana mwenyekiti ambaye ana mambo ya kiselasela sana. Basi tabasamu zikawa kama zote, lakini kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anajilazimisha kutabasamu. Alikuwa ni bidada Mirei, kwa sababu bado tu moyo wake uko kwa mwamba Kim Shin. Sasa wakawa wanatoka pale katika party, wanaendelea kutembea katika mitaa. Huwezi kuamini, wanatembea wakiwa wameshikana mikono na hawajatambua kwamba wameshikana mikono wakati huo wote. Mwamba ikabidi
kumkalisha bidada kando kidogo, akawa anasema, naikumbuka ile siku tuko katika kisiwa cha Jojo, ndio siku ya kwanza nilipoweza kukuona katika macho yangu, na ndio siku ambayo niliweza kukupenda na niliweza kukusaidia pia kutokea katika maji. Dada haamini kabisa, kumbe mtu alikuwa amemsaidia kutokea katika maji alikuwa ni Mwamba Seo Cho. Hasa huku upande wa pili, mwanamke Min Ray aliyetokea miaka ya mbele ndio alikuwa anarudi katika hiyo miaka ya mbele. Kwa bahati mbaya hivi, kuna taarifa ni kama ilikuwa imekuja kwa huyu mtu ambaye aliambatana naye kuja katika hii dunia ya zamani, lakini kabla hawajarudi katika miaka ya mbele, mwanamke huyu alianza kuhisi huenda labda kuna tatizo, kwa sababu ndo kwanza wanakielekea chombo cha kurudi katika miaka ya mbele. Hasa kumbe huyu Mwamba alikuwa anajua siri ya kwamba huyu mwanamke akirudi tu katika maisha ya mbele, basi hakuna ambacho kitakwenda kubadilika, kila kitu kitaendelea kutokea kama kilivyopangwa kutokea kabla. Haraka sana mwanamke kutokea miaka ya mbele akashuka katika ile lift ya kutaka kabisa kurudi tena katika miaka ya mbele. Lakini huku upande wa pili, Mwamba Seo Cho ndio kwanza alikuwa anamwambia bidada kwamba anampenda na anampenda kwa kumaanisha, na akawa anamkabidhi pete ambayo alitaka kuja kumkabidhi mwanamke ambaye atakuja kufunga naye ndoa, na siku ya leo akawa anamvisha bidada Min Ray na bidada akaikubali. Itakuwaje? Mwamba